Hello family. Karibu tena kwenye channel hii ambapo tunataka kujifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo itakuwa msaada kwa upande wa jamii au kwa mtu mmoja mmoja kina familia kwa ujumla. Leo tutazame mama ambaye atakuwa anafanya maamuzi ya kutaka kupata ujauzito au ni mwanamke amefikia umri wa kupata ujauzito. Ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia ili kuweza kuepukana na changamoto kupata ujauzito wako au wakati wa upatikanaji wa ujauzito. Hii kuna vitu vingi ambavyo mama tutakushauri au mama unapaswa kuzingatia. Cha kwanza ambacho unapaswa kuzingatia ni kuweza kufanya utaratibu wa kwenda kumwona daktari, ambapo tutaenda kufanyia uchunguzi mbalimbali ambao unaweza kuwa msaada kukuepusha na changamoto wakati wa upatikanaji wa mimba, lakini na baada ya kupata ujauzito ni vitu gani ambavyo vinaweza kupelekea ujauzito wako kukutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo mama, kabla ya kufanya maamuzi ya kushika ujauzito, au mama ambaye au ni binti watamani kupata ujauzito, kwanza kabla ya kupata ujauzito ni vyema kumwona daktari na kukufanya kuwa salama zaidi. Maanake hapa tuzungumzi na mama tayari ambaye ni mjamzito, ila anazungumza na mtu ambaye anatamani kupata ujauzito, lakini anazungumza na jamii ambayo inatamani kutoa ushauri kwa mama ambaye anatamani kupata ujauzito au binti ambaye imefikia umri wa kuzaa na anatamani kupata ujauzito. Ni vitu gani ambavyo vya kwanza napaswa kuzingatia? Kwa cha kwanza ambacho napaswa kuzingatia ni kufahamu mzunguko wako na wakati gani sahihi wa kushika ujauzito. Lakini cha pili, kabla kufanya maamuzi ya kushika ujauzito, ni basi vyema ukamwona daktari na kuweza kukusaidia vitu hatarishi au kuweza kufanya check up ambayo itaweza kutambua vitu gani vinaweza kuhatarisha ujauzito wako. Kwa hiyo kuna vitu vitano ambavyo tutaviangalia hapa. Cha kwanza tutaangalia lishe ya mama, lakini na mtindo wa maisha ambao anaishi. Hivi vinaweza kupelekea mama kukutana na changamoto mbalimbali wakati wa ujauzito wake au upatikanaji wa ujauzito. Lakini mama, tutaangalia matatizo ya kiafya ambayo unayo, yanaweza kawa kwako au kwa upande wa familia yenu au familia ya mwenzako. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza pia kuchangia kwa kiasi kubwa mama kukutana na changamoto wakati wa kupata ujauzito au baada ya kupata ujauzito, vinaweza kuhatarisha ujauzito wake. Lakini mama, tutaangalia dawa ambazo unatumia kwa kipindi hicho, au binti tutaangalia dawa ambazo utatumia kwa kipindi hicho. Hivi vyote vinaweza vikawa na sababu ya kuweza kuchangia moja kwa moja ukakutana na changamoto ya upatikanaji wa ujauzito wako au baada ya kupata ujauzito, vitu ambavyo vinaweza kusababisha vikahatarisha ujauzito wako na matatizo mengi yakajitokeza kwa mtoto wako tumboni au baada ya kuzaliwa. Lakini tutaangalia matatizo ya mimba zilizopita kwa mama sasa, ambao ushakutana na changamoto fulani au ukutana na changamoto wakati wa ujauzito wako uliopita, kwa unatamani tena kupata ujauzito. Ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvizingatia, au ni vitu gani ambavyo ukiviona au ukutana navyo ni vyema ukamwona daktari mapema zaidi. Kwa hiyo na mwisho tutaangalia magonjwa ya zinaa ambayo yanaweza kuhatarisha changamoto ya upatikanaji wa mimba, lakini pia na ujauzito wako, lakini na mtoto atakayezaliwa. Kwa hiyo tuna makundi matano ambayo tutaviangalia, au wewe mama au wewe binti ambaye unataka kufanya maamuzi ya kushika ujauzito kwa kwenda kumwona daktari. Kwa hiyo tutaangalia lishe ya mama na mtindo wa maisha, tutaangalia namna ambavyo mama anatumia dawa, tutaangalia family history au historia ya mama zidi ya changamoto mbalimbali ya kiafya ambazo huwa familia yake inakumbana nayo au familia ya mwenzake inakumbana nayo, na dawa ambazo mama anatumia. Lakini pia kama mama ni mjamzito, kushika ujauzito uliopita na kukutana na changamoto mbalimbali, basi zinaweza zikawa rahisi tena baadaye. Tutazame vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza au mama atakuwa navyo ambavyo vinaweza vikahatarisha ujauzito wake au upatikanaji ujauzito. Kwanza, kama mama atakuwa na sonona au atakuwa na mawazo kupindukia kupelekea mama akapata sonona, kwa maana huyu ni miongoni mwa watu ambao anaweza akawa kwenye hatari ya kupata ujauzito. Kwa hiyo ni vyema mama ukazingatia namna sahihi ya kupunguza hayo mawazo ambayo unayo kwa kuona wataalamu mbalimbali ambao wanaweza kukushauri na kujua nini tatizo cha wewe kuwa katika huo msongo wa mawazo ambao unao. Lakini kama mama atakuwa na sukari, pia ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji kwenda mapema zaidi hospitalini na kufanyiwa check up na kupewa dawa ambazo zinaweza ikawa msaada kwako, inaweza kwa kupunguziwa au kwa kuongezewa, ambazo zinaweza zikafanya ujauzito wako kuweza kupatikana kwa urahisi zaidi bila changamoto yoyote. Lakini utakapopatikana, basi uwe wenye afya, kwa kuto kuweza kuleta madhara yoyote. Mama ambaye atakuwa na changamoto ya pressure, naye atakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji kumwona daktari mapema zaidi. Hata kama ushakumwona kabla, lakini ushafikia umri wa kuzaa sasa, natamani kupata ujauzito. Kwa hiyo hapa tutaangalia dawa ambazo anatumia mama na hali ya kiafya ambayo unayo kwa wakati huo. Je, unaruhusiwa kushika ujauzito au tusubiri kwanza mpaka pressure ipungue? Lakini kwa mama ambaye atakuwa na changamoto ya kifafa,
Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao utahitaji kwenda mapema zaidi hospitalini na kumwona daktari kabla ya kufanya maamuzi ya kumwona daktari. Haya ni magonjwa machache ambayo nimekutajia ambayo ni yana msingi sana au yanaweza kukupelekea kuhatarisha ujauzito wako. Kwanza cha kukumbuka ni mama ambaye kama atakuwa na changamoto ya sukari, basi vyema akamwona daktari. Lakini mama kama atakuwa na mawazo au atakuwa nasonona sana, ni vyema akamwona daktari. Mama ambaye atakuwa na changamoto ya kifafa, na mwishoni mama mwenye pressure, basi kabla ya kufanya maamuzi kwa daktari, vyema kwenda hospitalini na kukufanya kuwa salama zaidi. Tutazame medical au matatizo ya kiafya ambayo yanaweza kukupelekea kuathiri ujauzito wako au upatikanaji wa ujauzito wako. Hii inaweza kusababishwa kwa magonjwa ya kurithi, au kama mama utakuwa na genetic ambayo itakuwa ni mbaya zaidi, au matatizo ya vinasaba ambayo yanaweza kukupelekea kuhatarisha ujauzito wako au mtoto atakayezaliwa. Hivi ni vitu ambavyo mama hauwezi kuvitambua kwa haraka zaidi kama utakuwa miongoni mwa watu ambao hauna maarifa mbalimbali ya kiafya au hauna elimu zaidi juu ya matatizo ya vinasaba na magonjwa ya kurithi. Kwa hiyo ni vyema ukaenda hospitalini na daktari, tutafanya check up au tutapitia orodha ya magonjwa ambayo yanajitokeza sana kwenye familia yenu. Maana tutakuuliza maswali ambayo yanahusiana na familia yenu au kwa familia mwenzako ambapo unatamani kupata naye mtoto. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo yanaweza yakajirudia. Kwa hiyo baada ya kuona kuna magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza kwako, tutakupa msaada wa kumwona daktari na kufanya kuwa salama zaidi kipindi chote. Lakini kupunguza ile athari ambayo inaweza kujitokeza mara kwa mara, au ile matatizo yakijitokeza basi asiwe yenye athari kubwa zaidi. Pia tutaangalia dawa ambazo mama anatumia. Inawezekana ukawa miongoni mwa watu ambao wanatumia dawa kali sana wakati wa ujauzito wako au wakati ambapo unatamani kupata ujauzito. Kwa hiyo na baadhi ya dawa tutakushauri mama upunguze, au kuna dawa ambazo tutakushauri mama ubadilishiwe ambazo zinaweza zikawa msaada kwa upande wa ujauzito wako. Kwa hiyo ni vyema ukamwona daktari kwa upande wa dawa ambapo unaweza kuwa salama zaidi. Kwa hiyo inawezekana ukawa unatumia dawa za mitishamba au kuna dawa ambazo na meza holela. Kwa mama tutakushauri uweze kupunguza dawa zozote kabla ya kuanza kunywa. Ni vyema kumwona daktari ili kuweza kukushauri. Kuna dawa ambazo zinaweza kuhatarisha ujauzito wako, lakini pia kwa mtoto atakayezaliwa anaweza kuzaliwa na uzito mdogo au matatizo ya kimaumbile ambayo anaweza kuzaliwa nayo. Kwa mama ambaye tayari kupata ujauzito, maana yake ukikutana na changamoto fulani wakati wa ujauzito wako uliopita, kwa hiyo pia wewe pia unashauriwa kwenda hospitali mapema zaidi na kufanyia check up, ambapo tutaangalia magonjwa fulani au vitu kadhaa ambavyo vinaweza kupelekea ujauzito wako kutana na changamoto. Mfano kama mama ushakutana na changamoto ya sukari ya mimba, hii pia ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji kwenda hospitali mapema zaidi kuweza kufanya check up na kuweza kushauriwa juu namna ambavyo unaweza kuwa salama kipindi chote kwa kuweza kuzingatia chakula, mazoezi na dawa ambazo mama atatumia. Lakini mama ambaye kama ushawahi kupata pressure, basi ukawa miongoni mwa watu ambao wanahitaji wae mapema zaidi hospitalini na kuweza kupatiwa dawa au kushauriwa namna ambavyo unaweza kuwa salama kipindi chote. Lakini mama kama ushawahi kupata kifafa cha mimba, ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji msaada wa karibu zaidi kabla ya kupata ujauzito. Tuna shuhuda mbalimbali ambazo mama alikutana na changamoto ya pressure ambayo ikapelekea kifafa cha mimba, akawa na historia ambayo ujauzito wake. Kwa hiyo huyu hatohitaji kupata ujauzito bila usimamizi wa madaktari. Kwa hiyo atahitaji kwenda hospitali mapema zaidi na kukufanya kuwa salama au kuweza kupata ujauzito ambao utakuwa salama kipindi chote. Lakini mwishoni kabisa, mama ambaye ushawahi kujifungua mapema zaidi, hili tatizo ni tatizo ambalo linaweza ikajirudia na kupelekea mama akapata changamoto ya ujauzito unaofuata. Kwa hiyo ni vema kama una historia mbaya aidha mimba kuharibika au kujifungua mapema au unajifungua mtoto mfu, ni vyema ukamwona daktari mapema zaidi, itakufanya kuwa salama kipindi chote wakati wa upatikanaji wa ujauzito wako. Lakini kwa mama ambaye anatamani kupata ujauzito au tayari huko katika hali ya ujauzito, ni vyema kumwona daktari kufanya kuwa salama zaidi kabisa. Na mwishoni tutafanya uchunguzi au tutafanya check up zidi ya magonjwa ya zinaa au magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuhatarisha afya yako. Hususan ni magonjwa ya zinaa ambayo ni hatari kubwa kwa wewe mama ambaye unatamani kupata ujauzito. Kwa hiyo inaweza kupelekea ukashindwa kupata ujauzito kwa wakati, lakini baada ya kupata ujauzito wako ukawa kwenye changamoto za hapa na pale na kupelekea kutoka au mtoto akazaliwa na changamoto ya maambukizi ambayo mama amekumbana nayo. Sasa ni vema ukafanya uchunguzi huu mapema zaidi na kukufanya kuwa salama kipindi chote. Na hii pia imepelekea mama kuweza kushindwa kupata ujauzito. Nafikiri ndio slogan ambayo iko kwenye jamii nzima kwamba magonjwa. Mama mwenye PID
matatizo ya uzazi, basi inaweza ikawa sababu mojawapo kupelekea mimba kutoka au mama akashindwa kupata ujauzito. Hapa namna ya kuwa salama ni wewe mama kuhakikisha unakuwa na mwenza mmoja, lakini kwa hiyo mwenza ambaye tayari na mwanamke wako ni vyema kuacha kuchepuka, kwa sababu moja ya changamoto kubwa ambayo wamama wengi sana wanajiuliza ni pale ambapo anapata ujauzito alafu anajikuta anapata tena magonjwa ya zinaa wakati ana mwenza mmoja tu. Maana yake huyo mwenza ana nafasi ya kutoka au ana nafasi kubwa kutoka kipindi ambacho mama anakuwa mjamzito. Na hii kutokana na sababu ya wewe kufanya maamuzi ya kumnyima. Hii kutokana na nadharia ambayo iko ndani ya nyumba au kwenye familia fulani, labda mama anajikuta akishapata tu ujauzito hashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo mwenzake kipindi chote anajikuta katika mwanga wa kukosa chakula chake ambacho anastahili kupata. Kwa hiyo anafanya maamuzi ya kutoka nje, akitoka nje anaruhusu kupata magonjwa mengine. Siku ambapo mama utafanya maamuzi ya kumpatia, ndio siku ambapo atakupatia magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo maswali yamekuwa mengi sana kwa mama kwa sababu anapata magonjwa ya zinaa. Ndio nimekupa jibu, ni vyema baada ya kupata ujauzito ni vyema ukaendelea kufanya tendo la ndoa na mwenza wako, na kama unahitaji ushauri mbalimbali basi unaweza kuona wataalamu mbalimbali kwa kushauri namna kufanya tendo la ndoa na mwenza wako kipindi cha ujauzito. Lakini kwa mama kuweza kuwa salama zaidi ambao tamani kupata ujauzito, ni vyema kutumia kondomu ili kuepukana na magonjwa ya zinaa kwa mwenza wako. Lakini kama una multiple ama utakuwa na wapenzi wengi zaidi, basi ni vyema kutumia kondomu na kufanya kuwa salama zaidi. Lakini kuzingatia usafi kabla na wakati wa kufanya tendo la ndoa itakufanya mama kuwa salama na kukana changamoto ya magonjwa hayo. Lakini mwishoni tutakushauri mama kuweza kukojoa baada ya kufanya tendo la ndoa. Huwa inasadikika inaenda kupunguza athari ya upatikanaji wa magonjwa ya zinaa ikiwemo UTI ambayo mwanamke anaweza kupata na kupelekea kuhatarisha afya yake wakati wa upatikanaji wa mimba, lakini baada ya kujifungua. Hivi ni vitu ambavyo mama anapaswa kuwa navyo makini. Lakini kwa mwanamke ambaye anatamani kupata ujauzito, utakapokuwa na mpango wa kupata ujauzito, ni vyema ukawe mapema zaidi hospitalini. Usisubiri mpaka upate ujauzito ndio uanze kwenda check up, uanze clinic. Ni vyema ukawe mapema zaidi kukufanya kuwa salama na kuweza kulinda ujauzito wako na kuwa wenye afya. Channel hii ni channel ya afya, tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo yatakuwa msaada katika jamii na kwa mtu mmoja mmoja ambaye anatamani kuwa mwenye afya na kuweza kuwa na afya ambayo itakuwa msaada wa kuweza kufanya maendeleo ya jamii.